Ndugu wa Tanzania, jukumu la pili tulilolibeba ili kusudi uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ulete tija ndani ya taifa letu ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na asasi za kiraia na taasisi mbalimbali zisizo za kiserikali kutoa elimu ya uraia ya namna bora ya kushiriki uchaguzi mkuu pasipokuwa na miemko yoyote na mizuka yoyote, bali maamuzi ya kuchagua viongozi yatokane na misingi ya kusikiliza sera na ilani za vyama vya uchaguzi ili kusudi tupate viongozi wanaotufaa ndani ya taifa letu. Na jukumu la tatu na la mwisho, tulisema kwa kuwa tunafahamu katika safari hii ya kuiendea Tanzania njema, tutahakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana kwa msaada Mwenyezi Mungu. Tutoe elimu na uhamasishaji kwa kila Mtanzania ambaye ana sifa za kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ajitokeze aende akapige kura akiwa kifua mbele. Vijana hoi! Vijana hoi! Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mambo yafuatayo, kwa sababu ni kazi ambayo tulianza na Mungu, tunaendelea na Mungu na tutamaliza na Mungu. Sasa kabla tujamaliza, tunamshukuru kwa mafanikio yafuatayo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kibali alichotupatia sisi wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ndani ya nchi yetu, ya kuhakikisha Watanzania walio wengi wanatuelewa, wanatusikiliza pale ambapo tunapohubiri amani, tunapohubiri uzalendo na imani ya nchi kwanza, ikiwa na maana ya kwamba kila uamuzi na matendo unayoyafanya yazingatie maslahi ya watu wote ndani ya taifa hili. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuwapatia utelezi adui zetu ambao walikusudia kwa kiasi kikubwa kuivunja, kuivuruga na kuisambaratisha amani ya nchi yetu. Utelezi unaozungumzia hapa ni ule wa mabibi na mababu zetu walisema, siku za kufa nyani miti yote ufanyaje? Tunaona na tumeshuhudia waovu walijipanga kutongoza, kuwaragai na kuwahamasisha viongozi wa taasisi mbalimbali zinazojumuisha makundi mbalimbali ya umma, viongozi wa taasisi za kidini, hadi huko katika sehemu ya vyuo na vyuo vikuu na katika vyama vya ushirika mbalimbali, ujasiriamali, bodaboda, vinyozi na kwingineko. Waliwafikia makundi mbalimbali wakitaka kuungwa mkono kwa kuwaragai kana kwamba wamekuja kuikomboa Tanzania ambayo ilishawahi kukombolewa na tujawahi kurudi tena utumwani, kwamba eti wana kila sababu ya kuhakikisha uchaguzi mwaka huu wanauzuia, hawauungi mkono, hawajitokezi kwenye mikutano ya kampeni na kuwalaani wale wote kwa maana vyama vya kisiasa vitakavyoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu. Sasa vyama 18 kati ya 19 vilivyosajiliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa vilijitokeza kudhibitisha kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025. Zaidi ya mamilioni ya Watanzania tunashuhudia katika mitandao ya kijamii, katika vyombo vya habari na hata huko mitaani tukipita, mamilioni ya Watanzania
wamekuwa wakijitokeza katika mikutano ya kampeni ya wagombea wa vyama mbalimbali kwa nafasi mbalimbali za uchaguzi mwaka huu. Zaidi ya taasisi 56 zinazojumuisha makundi mbalimbali ya Watanzania kwa shughuli zao, kwa dini zao, makabila yao. Zaidi ya taasisi 56 ama jumuiya 56 zimekataa, zimepuuza na kulaani ujumbe wa kusambaratisha na kuvuruga amani ya nchi yetu, ikiwemo vyuo na vyuo vikuu. Hawa wauni wamekataliwa vyuoni, walivyotufuata tukawaambia, alaaniwe shetani aliyokuwa nyuma yenu. Rudini mlipotoka, sisi hatudanganyiki. Hawa wauni wamekataliwa kwenye taasisi makini za kidini zinazotulea katika maisha yetu ya kiroho, Waislamu kwa Wakristo, walivyowafuata viongozi wa taasisi mbalimbali, wakapigwa maombi, wakapiga swala, wakaambiwa rudini mlipotoka, mwambie shetani hatudanganyiki. Ninataka niwaondoe hofu wa Tanzania. Nataka niwaondoe hofu wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu na vijana wote ndani ya nchi yetu. Tuwe na hakika tarehe 29 Oktoba itakuwa ni mojawapo ya siku yenye amani na utulivu kuliko siku nyingine yote ndani ya nchi yetu.